Boniface Mwabukusi, wakili msomi, raisi wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, anaandika katika kurasa wake wa Facebook wakisema kwamba nimemsikiliza kwa makini Bishop Gwajima. Katika mada yake hii ameandika angalau paragraph 3 hivi zifuatazo. Anasema kwamba alitoa fakti na hoja zilizo dhahiri. Inahitajika ujasiri wa kipepo au kishetani kupinga ukweli ule. Anasema ajibiwe kwa hoja, sio vijembe. Anaendelea kwa kusema yeyote asiyemwelewa ni ama ndiye mtekaji mkuu, wakala wa utekaji au mnufaika wa utekaji, kwa njia ya moja kwa moja au ile isiyo ya moja kwa moja. Anamaliza kwa kusema Boniface Anyisire Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook wakisema, cha muhimu sasa tujiulize tunatokaje hapa. Hilo ni andiko la Boniface Anyisire Mwabukusi, raisi wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Baada ya andiko lake hili ameeleza kwa undani, na baadhi ya wasomaji wake wanasema Cheden Male anasema Gwajima is right. Gairi Chengula anasema that's fact brother. Erasmi Chua anasema Gwajima alitoa ushauri namna ya kutanzua tatizo hili. Kosa lake liko wapi? Wanaopinga ushauri wake ndio wahusika uhalifu huu unaoendelea. Richmond anasema Msukuma amejirupokesha ujinga badala ya kujibu hoja za Bishop Gwajima. Yani ukiusikiliza upande ule wa CCM na serikali kwa ujumla, kuna elements za kukebei na kuchukulia poa utekaji na mauaji yanayoendelea hapa nchini. Kiongozi pekee na mwanachama wa CCM ambaye ameongea kwa uchungu, japo amechelewa, lakini si vibaya, ni bora ameongea, ni huyu Bishop Gwajima. Wengine nahisi -- Salumu Hassan anasema Gwajima yupo sawa, wanajizima data wakidhani wanaongoza ng'ombe. Gwajima anafaa kuwa hata raisi, ana uchungu na maisha ya Watanzania. Wapenda haki wote tunasimama na Gwajima, hata wakituua hawatatumaliza wote, Mungu atainua wengine. Sangana Geoffrey anasema Gwajima ni kichwa hatari sana. Alafu Gwajima ni mpinzani, hilo koti la CCM alikobebwa tu na JPM. Ndani ya CCM hakuna wa kumzuia chochote Gwajima, na Watanzania wengi wanajua CCM saizi wanachokifikiria kuhusu Gwajima. Na ukitaka kuwajua kwa uharaka chawa wa CCM linapotokea pigo la kwenye mshono kama hili, wao festi wanapinga na povu juu. Halafu ameahidi atarudi tena kama haujamuelewa. Piga hapo mzalendo wa kweli Gwajima. Constantine Clement Masanja anasema hizo ahadi kila mwanasiasa anatoa, ziwe za kweli au uongo, point hapa ni utekelezaji. Huyu chawa Msukuma asitutoe kwenye reli. Josephine Kabuka anasema amepiga kwenye mshono mbichi, wahusika wamevurugwa. Stanislaus Mashamba anasema no reform no election ndio itatutoa kwenye ushetani huu. Frank Jose
Anasema hakuna mwenye uwezo wa kumjibu zaidi ni mipasho. Elinasinko anasema binafsi nimemsikiliza Gwajima zaidi ya mara moja, na anayepingana naye sijui itakuwa amerogwa na nani. Chadema Tumaini Letu anasema nimemsikiliza Msukuma na wengine wanalalama tu kama watu wenye vifafa. Ama kweli ukiwasikiliza hao wabunge unajua kabisa dhahiri bungeni hakunamo watu tena, makanjanja tu yaliyojaa roho wa pesa na vyeo yamejaa mle. Zagarino anasema kwa namna dunia hii ilivyo, pengine huko mbeleni Gwajima anaweza kuja kuwa rais. Kwa hiyo wanaomkebei kwa sasa badala ya kumjibu kwa hoja wanapaswa kuwa waangalifu na maneno yao. Anaweza siwalipe kisasi, lakini hawatakuwa atizi. Fradius Joseph anasema yeyote wa kutaka kupinga hoja na ushauri wa Bishop Gwajima inabidi atuambie kama kweli utekaji upo au haupo. Then kama upo atuambie watekaji ni akina nani. Na kama akisema utekaji haupo basi atuambie waliopotea ilikuwaje wakapotea. Ukishinda kujibu hoja kwa mtindo huo, bora ukae tu kimya. Gabriel Sule anasema shida ni sisi tumenyamaza. Yaani mzalendo anaonekana ni yule anayetetea uhalifu na anayetetea nchi ni muaini. Mwikombo Furaha anasema Gwajima wa Kikwete amerudi kwenye mstari. Tunasepa naye, iwe jua iwe mvua. Ameshakumbuka haki, haki, haki. Msukuma anavuta. Kwanza muda wa kuongoza Geita umeisha, sio jimbo la kifalme wala kichifu. Rehema Shauri anasema wale wachumia tumbo wameshaanza kumpiga vijembe na kutetea watekaji badala ya kutetea wananchi. Sasa wakituua wote kodi watapata wapi? Au watauza nchi wahamie nje ya nchi? Grayson Hezron anasema CCM wana roho za kinyama sana. Wao swala la mtu au watu kufa haiwahusu kabisa. Wanachokiangalia manufaa kisiasa tu basi. Ndio maana huoni kujibu hoja, ila wanapambana na Gwajima binafsi. Ndio utajua watu wenye akili dogo wamejaa. John Jackson anasema nimemsikiza mbunge Msukuma anachokieleza. Sijaamini kama ni yeye alikuwa mstari wa mbele kuwatetea Watanzania, ila kwa sasa amekuwa upande wa ndio mzee. Kweli nchi ili mambo yako yaende vizuri, kubali kila baya. James Sailon Nzoa anasema tunatokaje hapa? Alafu lingine ambalo mimi nina mashaka nalo kuhusu ushauri wa Bishop Gwajima ni kuhusu sababu za kuondolewa kwa wale watu kupelekwa bungeni ili kuridhia. Nauliza, bunge gani hilo? La hawa akina Msukuma? Betty Dashiel Betty anasema Mungu shusha malaika Tanzania. Bezali Maranatha asema Mungu saidia Tanzania, uturehemu katika siku hizi za mwisho, siku za hatari. Yesu anarudi kulinyakua kanisa. Tubuni na kuamini nyakati za mwisho. Wakorintho wa pili. Joe Feti Mandera anasema shida inaanzia mbali sana. Moja, nchi ina viongozi wengi wahalifu, askari wengi, raia wengi wahalifu na watu wa imani
wengi wahalifu, ukiwajumuisha na wapata watu wasiojulikana, taifa liko hatarini. Hivyo Rais Calvin Swai anasema mheshimiwa washaanza kumpinga, hata leo bungeni mbunge Msukuma kampinga. Dani Matiko anasema Askofu Gwajima ameeleza mambo ya msingi sana kabisa, na kwa kweli katika kufikisha ujumbe wake alikuwa na kazi mno kuweza kuchagua maneno ya kutumia ili kufikisha ujumbe huo. Na mwenye akili ambayo imetulia atakuwa ameng'amua mantiki ndani ya ujumbe wake. Ni ujumbe ambao moja kwa moja umewafikia walengwa na pia umma kwa ujumla. Taifa ni letu sote kwa pamoja, na hakika tuna kila sababu ya kuhoji vitu ambavyo vimetufikisha katika hii sintofahamu. Msikilizaji, maoni ni mengi kweli kweli, lakini pia na wewe unaweza kutoa maoni katika ukurasa huu wa eneo la comment katika Nyikani TV Africa. Tafadhali karibu.